karibu sana. Uweze kujitambulisha rasmi kisha baadaye tuanze mazungumzo yetu ya siku ya leo. Karibu sana. Yes. Hai, nisongelee karibu hapo na mic nikusikie vizuri. Asante. Hai, karibu sana. Asante Bwana Waziri. Mimi naitwa Ambrose Mashibua, nikiwa naongoza kitengo cha kompyuta Kisauni Vocational Training Center. Unaongoza kompyuta, mafunzo ya inaitwa teknolojia. Department inasemekana iko critical sana, ama ni vipi? Maana wengi huwa wanaiogopa. Department si critical as ya kwamba inasumbua na watu wasiogope. Juu sahi ulimwengu sasa ni kompyuta. Hakuna mahali kwenye utaenda waambiwe hakuna kompyuta inatumika hapa. So computer it has become a very crucial part of and parcel of our lives. Kwa hivyo haiwezi achika. Haiachiki kitu kile. Ni kweli. Labda mafunzo haya pale Kisauni Vocational Training Center, uko na experience nayo muda gani kufundisha pale? Kwa sasa niko na kama 20 years. Kwa sababu gani? Nikiingia kwa Kisauni, mimi naweza sema ni kama ndo nianzisha ile department. Niliingia pale nikawa nimetoka Technical University of Mombasa. By then it was used to be called the Mombasa Polytechnic. Nikawa natafuta attachment. Kufika pale nikaambiwa ni kweli attachment tutakupa, lakini tunataka ufunze computer. Hapo. Na ukakwama hapo. Nikakwama kwanza, nilifresh kidogo. Niliwaambia sasa mimi sina uzoefu wa kufunza. Nataka nipate uzoefu wa zile skills nilikuwa nimefanya kule shule. Lakini wakasema at any cost you have to do it. Niliwaambia nitajaribu. Sema it's not a matter of trying. You have to do it. I'm doing it and it has been very perfect. Faida gani ambazo wanafunzi wanapata kupitia mafunzo haya ya kompyuta? Kwa upande wa faida, kompyuta sasa hivi tunaongea ni kubwa sana. Kwa sababu gani? Utapata watoto tayari wakimaliza ile high school, kitu cha kwanza wanapitia Kisauni pale kusoma kompyuta. Kwa sababu gani? Wanaambiwa university kule ndio unajuza wa kompyuta, mambo mengi utaambiwa kuna research, kuna nini, so ni lazima apitie kompyuta. So sisi huwa tunapata very big recruitment especially January na May. So pale watoto wanajitayarisha kwenda kwa universities. Kwa hivyo kwa upande wa kompyuta the reasons ama uzuri ni mwingi sana. Sana. Haya, kuna tofauti kuhusiana na diploma, certificate na degree katika anga nzima hii ya ICT. Labda unaweza kufafanulia zaidi. Because wengine wanajua kwamba tukisoma tu ujuzi tumegeneralize, lakini kuna viwango tofauti. Yeah, exactly. Kwa hizo specializations, like mtu akifanya degree level, yeye anataka everything in ICT. Alafu askari akiendelea na miaka anaenda mpaka anasema mimi this is what I want. So first year unafundishwa kila kitu. Second year nao the more unaongeza miaka yako inashuka mpaka mwisho wako anasema sasa mimi nataka niwe pengine upande wa software engineering ama mimi nataka niwe wa hardware engineering. So unakuwa specific as the time goes by. Kwa hivyo ukifanya degree wewe kwa kompyuta yote kila kitu cha kompyuta unakijua. Ukifanya hizi certificates huko chini sasa unakuwa na very specific. Unasema mimi nataka nifanye hii certificate kwa sababu nataka niajiri kazi fulani. So ukija pale tunakufunza based on what is your target. Kwa hiyo target yako mwenyewe ndio itakusema unataka nini. Kuna watu wanakuja na kuchukua certificate na wanaenda. Wanakuja tu wanataka certificate. Kuna wale ambao wako kazi mchana wanasema sisi pale nimewaka kule. Unahitaji nataka tu mimi nifanye hii labda sawa na nataja zile packages ambazo nataka kufanya based on the job description yake. Na tunafunza. Kufikia zaidi kuna mambo mengi ambayo yanaendelea hususan na CBC hii yetu, na kuna wanafunzi wanahitajika wasome hicho kitengo. Labda saa hii kwa vile ambavyo walimu CBC ndio imeingia ndani, unaona kwamba wanafunzi walimu wengi wenye kufunza ile kompyuta huwa kuna requirements za kwamba lazima wakuwe na TSC number, vitu kama hivyo, ama ni yule tayari atakuwa na ujuzi anaweza kufundisha watoto wengine.
kwa upendo wa CBC, as long as kuna ujuzi anafunza. Kama sasa hivi tumepata big numbers za walimu wanakuja pale. Anasema sisi ni lakini pale kuna hivi vitu ambavyo ni lazima tufanye kompyuta. Kwa hiyo mimi nataka ile tukitoka shule kule tunakuja tunaingia lessons. Kwa hivyo with CBC imekuwa base sana computers, tunaweza sema pia ni kwa sababu teknolojia. Kwa hivyo vitu vingi wanahitaji research, and that is unapata mtoto anaambiwa nenda kwa mzazi, tunataka hii na hii, na ni kompyuta, ni simu. So upande wa CBC kompyuta ina play a very big role. Hiyo inasaidia sana, especially upande wa hizo research and everything ambayo included in that sector. Okay. Katika mazungumzo katika taaluma nyingi ama wale wote ambao huwa wanapenda kuangalia masuala mazima ya kompyuta, kuna wale ambao wanasema tayari mimi kompyuta nataka kujua tu basic. Ushaelewa? Na akahitimu tayari hapo kwa basic. Yaani basic hizi basics ni kama gani na gani, kwa sababu unataka kuambia mimi kompyuta najua tu basics peke yake. Hizi basics huwa ni gani na gani la? So tukiongelea basics, sasa tuongelea zile computer packages. Ambapo pale anafundishwa introduction to computers, alafu ile Microsoft Office. Microsoft Office ina comprise of kuna Microsoft Word, kuna Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, alafu Microsoft Access. Ambazo mtu akitoka kwa zile, yeye tayari kazi yote kwa ofisi anaweza fanya. Alafu hapo tunachanganya na internet, sababu hiyo imekuwa ni very very important. Internet. Unaweza kusema kidogo hapo kwa internet huwa nini na nini chenye kinazungumzwa? Internet ni sana inadili na tunasema ni communication. Kwa hivyo mtu pale anafunza jinsi ya kutuma email ambayo tunasema ni electronic mail, kwa hivyo kutuma barua kupitia mtandao, alafu pia kuingia kwa hizo network mtandawazi, hizo websites, kwa sababu kuna vitu ambazo mtu anakwenda visit this website ufanye search of this. Kwa hivyo mtu atapata, alafu pia kuna kama hizo huduma za serikali sasa hivi Citizen, unajua ukitaka kitambulisho, ukitaka nini, ukitaka malipo mengi pia. Kwa hivyo tunamesha mtu akitoka pale akitaka hiyo basic, tunainclude internet ili aweze kujihudumia, especially when it comes to anything to do with computer. Okay, asante sana. Mazungumzo hayo kuhusiana na masuala mazima ya kompyuta naona yanaingia mahali kwake. Kuna watu wengi, wasikilizaji wengi, tukiangalia tu hivi unajua huyu tayari huyu anahitaji mafunzo ya kompyuta. Karibu Kasauni Vocational Training Center uweze kusoma mengi zaidi. Ni mwalimu huyo Ambrose anatueleza mengi sana kuhusiana na department ya nguvu sana. By the way, ni department kubwa. Nimekuwa ofisi shuleni kule nimeiangalia. Imenawiri. Shukrani sana. Kongole mwalimu. Tunazama kidogo, tukizuka tutakuwa tunakuja na mengi zaidi tuweze kuangalia viwango vingine vya kompyuta. Tuwe tunajua mengi. Endapo una swali liachilie pale kwenye mitandao ya kijamii. Asante sana. Bana wenu ni mapepe. Bana wenu ni mapepe. Huyu ni mapepe. Mr. Baroku Safi mbebaji all the way from Kilifi. Ni jamaa wa Kilifi, hujaona chasha kweli kweli yani. Ni atua kwenu ama unamanya yule Mr. Bado? Bado namanya tototo sana. Ndazi hako Safi. Bara manzele. Anja bara manzele. Bara watamu. Watu watamu. Mtu watamu. Okay. Jamaa unapiga wingi sana. Tototo. Nyimbo hii inavuma kweli kwa mtandao. Wamekwisha mtongoza. Simu na pesa yako mkononi. Haya, kabla huende upande wa burudani sana, kwa sababu siku ya leo gago ngana siku ile, lakini unaanza uzungumze mambo mengi ambayo yanahusiana na masuala mazima ya kompyuta. Nikiangalia maswali pale mtandaoni tayari yanashuka aste, lakini tutakuwa tunayajadili kwa muda usiokuwa mrefu. Haya ni mazungumzo wazi yanakuja kwako kwa hisani ya Dio Radio na kufadhiliwa rasmi pale katika Kisauni Vocational Training Center, ambayo kila siku kila uchao huwa tunakuambia yale mazuri ambayo yanapatikana kutokana na shule hii. Mwalimu, tukizungumza kuhusiana na taaluma, kabla tufike katika changamoto za mafunzo haya ambayo yanaendelea, vitengo gani muhimu ambavyo vinafundishwa katika mwaka wa kwanza wa ICT kwa mwanafunzi?
mwaka wa kwanza wa ICT, kwanza kama ile mwanzo huwa ni introduction to computers, ambapo hapo ile mwanafunzi anafundishwa computer parts ni gani na venye inafanya processing, unajua kabisa ile brain ya computer, CPU venye inafanya kazi na zile viungo vyote ambavyo computer ina. Kwa hiyo unaonyeshwa tu kabisa vile ambavyo computer inafanya kazi. Okay. Kuna tofauti gani kati ya IT, computer science na mambo ya computer engineering? Kuna tofauti si kubwa sana kwa sababu IT that is information technology. Alafu ukienda sasa kwa computer science that is more unakuwa based on zile detailed like unasikia stories za coding nini, kwa hivyo kuna hiyo programming sasa inaingia pale. Hapo sasa ndio unaingia kwa science sasa. Hii mambo software engineering. Software engineering bado ndio kwa hiyo computer science. Sometimes na fall under the same category. Haya, ni vifaa gani labda maabara vya kompyuta vinahitajika ili mafunzo yawe bora zaidi? Kwa mafunzo ya kompyuta, cha kwanza ni kompyuta, lazima zikuwe hapo, hiyo kompyuta yenyewe ikuwe hapo. Alafu chengine kunakuwa na projector, lazima projector ni muhimu sana pia. Alafu na whiteboards. Alafu pia kuna the lab itself, sababu kompyuta lazima tujue tuteka wapi. Kwa hivyo lab inatakana iwe maabara ambayo hakuna vumbi inaingia, kama vile hapa kwenu ndani vile naona. Hapa mahali mtu akiingia anajua ameingia ulimwengu mwingine. Kwa hivyo inafaa iwe namna hii. Kuna vumbi inagusa chochote pale ndani. That is lazima mtu ajue kwamba anaingia katika mahali pengine tofauti. Unakuwa na AC vizuri, unakuwa na yani hakuna hiyo environment ya nje isipenye pale ndani. Katika ubora wake na safety ya computer pia. By the way. Kweli hiyo nayo sikudanganyi mwalimu, nimesoma leo. Siku anajua. Haya, adui mkubwa wa computer ni vumbi. Adui mkubwa wa kompyuta ni vumbi. Okay. Ndio maana IT guy wetu hapa, huyu unamuona hapo chini. Sometimes huwa anatusumbua sana. Tunaweza kuwa tumekaa tumetulia, ukapata amekuja na ile ya kutoa upepo ile. Vacuum cleaner. Hapa kaliki basi hapa. Hata kazi hazitafanyika. Najua ni kwa nini? Kwa sababu vumbi ni that very tiny. Lakini kwa zile components za computer very crucial. Okay. Ni kweli. Asante sana. Labda ni changamoto gani ambazo wanafunzi wanakumbana nazo wakati wanapoendelea kusoma hizi masomo za kompyuta? Changamoto ziko kwa sababu tutapata kama wengi vile wanakuja pale kusoma kompyuta lakini kwa nyumba pengine hana kompyuta. Sasa ile mazoezi yake ya nyumbani sometimes inakuwa challenging, lakini still pale huwa tuna make sure kwamba wanafunzi anatumia kompyuta vilivyo. Alafu chengine kama mnavyojua ulimwengu sasa hii economy imepanda kidogo, so pia unapata gharama za ICT devices pia imepanda. Kwa hivyo kuna changamoto kidogo kwa upande wa wanafunzi, juu inabidi kuna amount kidogo ambao wanafaa watoe ili kila kitu kiwe sawa. Lakini challenge kubwa sana, kuna wale uoga tu wa kusema lakini computer ni ngumu. Ile ndio challenge kubwa sana kwa watu. Anasema mimi lakini anakuja kabisa anakuambia mwalimu, mimi sikudanganyi, nimekuja kimi sijui chochote about computer. Kwa hivyo nataka uende taratibu. Hebu usifanye wasiwasi. Hapa umefika. Computer utaisoma na tena kwa pesa ile unataka na hakuna chini ambacho kitacho. Aya, labda kuna ile tofauti ambayo watu wengi huwa wanafikiria kuhusiana na kupata hii elimu ya kompyuta. Labda mafunzo yale madogo na yale ya wastani, yale makubwa zaidi, charges zake ziko vipi? Na certificate na diploma maybe. Exactly. So upande wa charges ni lazima zitavari. Ndio kila level nakumbuka tumesema kwamba ukifanya like degree unafundishwa kila kitu cha computer. Kwa hivyo hapo lazima utalipa a lot of money. Kwa hivyo like ukija upande wa ile basic kabisa ambayo ni computer packages, kama pale kwetu tunafunza na 6,000. Alafu ukija kwa computer maintenance, ambapo computer maintenance unafundishwa jinsi
utatengeneza computer, utainstall programs, utafanya troubleshooting, na pia utafundishwa mpaka zile applications. Hiyo sasa ni 17,000. Ambapo sasa imepanda hiyo. Alafu ukisonga mbele kidogo kuna ile craft level sasa ambayo inakaribia diploma. So hiyo nayo pia iko na bei yake ambayo kwa kila term wanafunzi analipa 21,000. Okay. Yeah. Kwa hiyo ni kila term. Alafu hiyo ni miaka miwili. Tunaanza na 6K, tunaenda pale 17, alafu tunaenda na mpaka 21 depending ya mwanafunzi amekuja level gani. Alafu kama hiyo ya 22, hiyo 21 22 hapo, hiyo sasa huwa ni wanafunzi anafaa wamepata D and above katika mtihani wake wa KCSE. Yeah. Haya, kuna watu wanasema kuhusiana na mambo ya after the teaching, labda kuna ile kwa unapata career tayari inajieleza kwamba it's self employment, mambo kama kujifungulia biashara kama vile watu wa saluni walikuwa wanatueleza hapa na mengine. Je, kompyuta pia nayo kuna watu kuna uwezo mtu kujiajiri mwenyewe baada ya kusoma? Oh yes. Kwanza computer ndio the best kwa upande wa self employment. Naweza sema hivyo. Kwa sababu gani? Ukimaliza computer pale kuna stories za cyber. Unazisha ukipata kompyuta 2-3 tayari ya pro to go. Yeah, unafanya mambo. Na pia kuajiriwa pia wanaajiriwa wako ambao kuna ushuhuda kunao like lot ya last year. Walipomaliza module 2, kunao wenye walienda attachment na baada hapo akaajiriwa. Sasa ameajiriwa mahali kwenye anadili na hizo graphics design. Yeah. Hai, sijui hii na pia utaichukulia kama changamoto, lakini nataka nisikize tu kutoka kwako mwalimu kuhusiana na mtandao sahihi. Kuna vitu vingi ambavyo vimejiri kuhusiana na utandawazi. Nazungumzia kumedevelop mambo ya AI, kumekuja mambo mengi ambayo watu wanatumia. Labda unahisi kwamba je, upande wa AI utalemaza kompyuta ama itakuwa namna gani? Hiyo story imeendelea sana na kusema kweli AI haikuja ati kwa watu. Kwa sababu wengi wana wasiwasi. Wanasema hii AI sasa si wengi tutakosa kazi. Lakini AI imekuja iweze tunasema transform. Ina transform the workplace. Wewe ukiwa unajua kutumia AI, wewe sasa utakuwa unafanya kazi mzuri zaidi. Kwa hivyo no one anaenda kutolewa kwa sababu kuna AI. But AI ukitumia vizuri, juu unaambiwa you have to prompt it. Ukiambia nataka hivi, itafanya. Sasa kuna hizo AI ziko aina nyingi sana. Kunazo zenye zitakufanyia analysis, kunao ukiambia nataka nitengeneze kitabu, inakutengenezea kitabu hapo. Unataka nifanye hivi. Kwa hivyo it's not going to replace anybody. AI is there to transform the workplaces. That is what I can say about AI. Okay. Kuna watu wanasema mimi nitaenda kufundishwa computer. Na siku hizi mambo ya AI na yamekuja mengi. Yamekuja mengi sana. Kuna watu paka siku hizi nyimbo zishatumiwa hapa. Kwa tuzicheze. Tukicheza hivi, hii nyimbo iliimbwa na AI yote. Paka video. Kuanzia audio paka video. Kunayo AI inafanya hizo mambo mengi. Video, audio inaitwa Manus. Hiyo AI Manus hiyo ni mambo mbaya. Hakuna kitu inaweza shindwa kufanya. Bora tu niambie this is what I want. Kwa hivyo uko kweli kabisa. Isi tuko kwenye kazi jamani, maana mambo yamebadilika sana. Haiko kwenye kazi, inaimarisha kazi. Haya, wacha tuangalie katika mitandao pale ya kijamii wanasema namna gani ili tuweze kwenda pamoja. Unajua sasa mazungumzo yametanda wazi hapa ndani ya kutoka pale Kisauni Vocational Training Center. Malebo anatufikisha pale dakika 47 tangu zikatike tangu mwendo wa saa 3, ishara kwamba bado tu 13 pale tuweze kupaondoka hapa ndani ya Dayo Radio na tumalize mazungumzo haya yote kuhusiana na masuala mazima ya kompyuta ama elimu kijumla kutoka pale Kisauni Vocational Training Center. Mwalimu, tukimalizia labda kuna yoyote ambayo yanaendelea kuhusiana na ICT ama kuna mabadiliko gani labda yameendelea kujitokeza saa hii ambayo wanafunzi wengi wanastahili kuyajua mapema ama wale watu huku nje wanajua? Unajua kuna watu ambao walisoma computer almost
20 years ago. Sasa labda kuna mabadiliko gani ambayo inaweza kuwa yamedevelop hapa njiani tukiendelea? Mwenye amefanya 20 years ago na sasa hivi very very different. Hizo ni two worlds apart. Computer umezitalta 2 worlds apart. Kwa sababu chenye computer karibu kila siku there is new things to come. Everything. Kwa hivyo chenye naweza sema ni kwamba ni watu wajitume na kila wakati unajifunza. Hiyo teknolojia kila siku ina change. Kwa hivyo kwangu mimi computer haiishi. Kila wakati lazima uende according to the new trends. Yeah. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanaendelea pale. Yanaendelea kwa sababu hususan kama vile tulivyosema about the AI. So that is something ambayo sasa it's a must. Lazima kila mmoja ajue. Hata wewe mwenyewe. Lazima. Ndio wewe kutumia AI. Mimi na mimi sikudanganya. Hapa vitu zako zitakuwa very. Unaitumia basi. Tukitamatisha mwalimu. Labda kuna mazuri ambayo yako pale Kisauni Vocational Training Center na msikilizaji anahitaji kufika, kujua na pia vile vile kama kuna matukio yote labda tunataka kujua saa hii tujiandae mapema. Karibu. Saa hii kwanza kama vile tunavyojua Kisauni Vocational Training Center ni chuo kinachofunza ufundi mbalimbali, kiwemo kompyuta ambayo imetuleta leo hapa, lakini kila kozi iko. Na kwa sasa hii Saturday inakuja tarehe 13 mwezi wa 6 tutakuwa na graduation yetu. Zaidi ya wanafunzi 400 pale watakao wanafuzu. Kwa hivyo tumeandaa hiyo mahafali ambayo ni 10th graduation yetu. Yeah, itakuwa pale Sheikh Zayed. Kwa hivyo tunakaribisha watu wote. Asante sana, pale itakuwa vizuri sana tukiweza kufika pale, tuweze kuangalia mahafali waking'arang'ara pale. Unajua huwa ni siku ambayo wanafunzi wanapenda sana. Sana. Kama kuna siku ambayo wanafunzi wao wanapenda ni siku ya kufuzu. Hapo paka wakichukua hizo gowns, anasema mimi paka nikapiga na nyanyangu hii gown. Ndo waregeshe. Yamekuwa mazungumzo mazuri na mwalimu Ambrose. Labda kwa wale ambao unajua kuna wale ambao wanakusikiza wangetaka pia wakutafute binafsi tu kuhusiana na masuala mazima ya shule. Kuna wale ambao wanataka mawasiliano pale ama kwa mitandao. Mawasiliano kwa mtandao mimi napatikana kwa Facebook, niko kienda kwa Instagram napatikana pia ni Black Cinderella, alafu pia kwa WhatsApp namba yangu ya simu. Sijui hiyo ninapeana. Namba yangu ya simu ni 0724 437 007. Okay, rudia kidogo. 0724 437 007. Asante sana. Hiyo ni namba ya mwalimu binafsi. Iko na masaa? Haina masaa. Asante. Piga wanafunzi pale nje kwa ajili ya masomo peke yake. Haya, kwa wale ambao wote wanataka kujua mengi kuhusiana na Kisauni Vocational Training Center, jamani tufuatilizieni pale kwenye mitandao ya kijamii. Zaidi ya yote 0710634446 ndo nambari rasmi ya ofisi pale. Tutakuwa unapiga huwa tunazitaki pale ndani ama tunazisambaza. Kwa hivyo fuatilizia mitandao yetu ya kijamii uweze kusoma na kuona mengi zaidi. Mimi ni Terajabu Waziri, yamekuwa mazungumzo mazuri. Thank you so much na Mungu awabariki. Wale ambao tutakuwa tunapatana baadaye itakuwa ni vizuri sana.